Bali kama unapendelea kula mayai ya kienyeji kila siku, yale yanayochemshwa, basi jua kwamba mwili wako unafaidi faida zifuatazo. Mara nyingi tumekuwa tukishauri kwamba pendelea sana kutumia mayai ya kienyeji, sio yaliyochemshwa, sio yaliyokaangwa, ni yale ambayo umeweza kuyachemsha na kuweza kuyara, yani yawe ni mayai ya kienyeji kabisa. Ukiyatumia haya, basi mwili wako ndivyo utakavyo kushukuru. Ni moja ya chakula kizuri sana ambacho tunasema kina pure protein. Usahau kusubscribe, kushare na comment ili uweze kupata dondoo za kiafya ambazo tumekuwa tukituma kila siku. Mwishoni hapo utaweza kutuambia wewe ni faida gani ambazo ulizipata kwa kuendelea kutumia mayai kila siku. Sasa hapa tuende moja kwa moja ufahamu ni faida zipi ambazo wewe haufahamu, na wengi huwa hawajui na wengi huwa wanapuuzia, lakini pia wengi wanatumia baada ya kuwa yamekaangwa. Lakini ukumbushe kwamba kuanzia leo tumia yaliyochemshwa, ni mazuri sana. Faida namba moja ambayo utaenda kuipata unapotumia haya mayai, kwanza ni chanzo kizuri kimoja hapo au chanzo bora cha protini, ambayo mara nyingi protini kazi yake kubwa mwilini huwa inaenda kuimarisha, kujenga misuli, inajenga misuli na imarisha misuli na mwili kuzoofika kabisa kwa misuli. Na hapo kwa sababu mwili wako misuli ikiweza kuwa imara, ndugu yangu, mwili wako utakuwa bora kabisa. Misuli ndio inayounda mwili wako, na misuli ndio inayoupa mwili wako kuweza kupata nini? Kupata nguvu. Ndio maana kuna miaka iliyopita tulipata story kwamba kuna baadhi ya wachezaji walienda nje ya nchi kufanya training. Kitu cha kwanza walipewa vyakula, na walipewa kuku, walipewa mayai. Chanzo cha kupewa hivi vitu ni kwamba wanahitaji protein ya kuweza kutosha ili kuweza kujenga misuli. Na misuli yako ikiweza kuwa imara, basi ndio unavyoweza kupata energy. Kwa hiyo unapotumia mayai ya kienyeji, ndugu yangu, ni pure protein. Pure protein inatumika kujenga misuli, muscle strength moja kwa moja. Ndio maana unakuwa ni mtu wa nguvu zaidi. Ndio maana hata ukiangalia wenzetu, hata energy yao ya kucheza mpira unaona iko vizuri zaidi. Nimeamua kutumia hilo ili tuweze kujua kwamba mayai au protini inajenga nini? Inajenga misuli. Lakini namba 2, huongeza nguvu ya ubongo. Ubongo wako kufanya kazi, kumbukumbu na kuweza kufikiria. Kuna watu wengine kumbukumbu hazipo, lakini pia kuna watu wengine hawafikirii kabisa. Hii inatokana nini? Inatokana wapati mayai. Ndugu yangu, ukipata mayai ina choline moja kwa moja, ina enzymes inaitwa choline moja kwa moja, inaongeza kumbukumbu na uwezo wa kufikiria na kuendelea kufanya kazi zaidi. Ndio maana sasa hivi umeona watu hata darasani pia wanafeli. Tunaongelea darasani, sio uwezo wa kupata hela jamani, lakini pia hata uwezo wa kufikiria zaidi. Pendelea kutumia mayai, utaweza kujenga ubongo wako na utaweza kuweza kukumbuka na kufikiria vizuri. Lakini namba 3, kuimarisha macho. Macho, wengi sasa hivi wamekuwa na changamoto ya macho. Unakutana na katoto kadogo kako darasa la 3 kameshaanza kuvaa miwani. Ndugu yangu, ukianza kuvaa miwani ukiwa darasa la 3, hiyo shida inatokana nini? Macho yana shida. Ambapo ukitumia sasa mayai yanakinga macho na kuboresha macho na kuweza kuondoa ile issue ya kuwa kipofu. Sasa wengine sasa hivi wamekuwa vipofu, lakini pia baada ya kuzeeka wanakuwa waoni tena. Inatokana nini? Inatokana na kutopata protein. Sasa kwa kuendelea kutumia mayai moja kwa moja, yana kinga za macho dhidi ya kuzofika na upofu wa uzeeni. Pendelea kutumia hivyo vitu. Sasa pendelea kutumia ukiwa na miaka leo 20, itakusaidia uzeeni. Na magonjwa mengi tunayotengeneza uzeeni, basi ujue kwamba tunaanza kuyatengeneza taratibu, tunaanza kuyatengeneza leo. Hakikisha unaanza kutumia mayai ili uweze kuwa mtu mwenye afya bora na imara zaidi. Lakini pia huongeza nguvu za kiume na za kike. Mayai huwa inaongeza homoni za uzazi na kuboresha hamu ya tendo la ndoa. Sasa hivi unakuta wanaume hawana hamu ya tendo la ndoa, unakuta wanawake hawana hamu kabisa na tendo la ndoa. Hii inatokana na nini? Inatokana na kutokula mayai. Mayai yanaongeza hamu ya tendo la ndoa. Kwa hiyo mwili wako utafurahia hicho kitu. Kama mwanaume ulikuwa ni wa sekunde, tumia mayai mara kwa mara, utakuja uone utakavyoimarika kwenye kupiga show. Utapiga show mpaka mwenyewe utaweza kuchanganyikiwa. Kwa hiyo unachotakiwa basi unatakiwa
kutumia mayai yanaongeza homoni za uzazi kwa jinsia zote. Lakini pia inasaidia kupunguza uzito. Protein ya mayai inasababisha wewe uweze kushiba kwa muda mrefu. Kwa hiyo ukishashiba inapunguza njaa kupita kiasi. Kwa hiyo hautakuwa mtu wa kurakura. Tunataka kutumia vyakula ambavyo vinakaa tumboni moja kwa moja, vinaimarisha tumbo lako moja kwa moja. Hivyo ndio vinavyokusaidia kuondokana na changamoto hiyo. Kwa hiyo unakuta unaanza kupunguza kwa sababu haupati hamu ya kula sana. Kitu kinachosababisha pia kuongezeka ni kupata hamu ya kula. Mara nyingi utapata kula vyakula vyenye mafuta, vile vitamu, ambavyo hivyo ni hatari kwa afya yako. Kwa hiyo ukitumia hii inapunguza uzito wako moja kwa moja. Huongeza damu mwilini. Ina iron moja kwa moja, ina folate moja kwa moja, ina vitamini B12 ambayo ni muhimu sana kwa kutengeneza damu. Kuna watu wengi wamechunguzwa, kuna watu wengi wamepimwa na wamekuta damu yao imekuwa kidogo sana. Sasa kama una upungufu wa damu, basi ndugu yangu, hakikisha unatumia mayai, yataweza kukusaidia kuongeza damu mara kwa mara. Sasa ndugu yangu, kama una upungufu wa damu, una changamoto ya anemia, sickle cell anemia, basi hakikisha unakula yai kila siku. Yai kila siku moja au mawili, basi yatakusaidia kuweza kuondokana na changamoto ya upungufu wa damu mwilini. Lakini pia unaimarisha kinga ya mwili. Yana vitamini A, yana vitamini D, ina zinki ambazo zinasaidia kupambana na magonjwa. Ndugu yangu, wengi kinga zao za mwili zimekuwa changamoto, ndio maana leo UTI imo, malaria imo, typhoid imo, changamoto yote ikija imo ndani. Ni kwa nini? Ni kwa sababu kinga ya mwili imeweza kushuka. Kwa hiyo unapotumia haya mayai kila siku, basi inaongeza kinga ya mwili kwa sababu ina vitamini A na D. Lakini pia inasaidia afya ya ngozi na nywele. Wanawake hapa wapo wanapambana kutengeneza ngozi, wapo wanapambana kutengeneza nywele, ambayo yana moja kwa moja inasaidia nywele na ngozi iweze kufanyaje, iweze kung'aa na kutokana na biotin moja kwa moja, biotin ambayo inapatikana kwenye mayai. Kwa hiyo pendelea kuchemsha mayai, kula yai lako kila siku. Jaribisha hii kitu kwa siku 30, halafu ulete majibu hapa. At least hata yai moja kila siku, halafu utatupa majibu hapa. Kwa hiyo inasaidia afya ya ngozi na nywele. Lakini pia inapunguza hatari ya magonjwa ya moyo. Sawa, unapokula kwa kiasi sahihi huongeza HDL ambayo ni cholesterol nzuri zaidi, ambayo haya ni mafuta mazuri zaidi ambayo hayana shida kwenye upande wa mwili wako moja kwa moja. Tunapambana kuweza kuwa na bakteria, kuwa na mafuta mazuri. Kwa hiyo unapokula mayai kila siku, yanakupunguzia ile hali ya kuweza kuwa na magonjwa kadha wa kadha, ambayo magonjwa yanatokea kwenye nini? Kwenye moyo. Kwa hiyo itaweza kusaidia na itaweza kukuimarisha afya yako. Lakini pia huongeza nguvu na stamina. Yanafaa kwa wanaofanya kazi nzito au mazoezi. Yanaongeza stamina. Jamani, protini inaongeza nguvu na protini inaongeza stamina. Kwa hiyo ndugu yangu, kama unahisi unaishiwa nguvu, kama unahisi afya yako inakuwa ni legevu, ni mzoofu, basi hakikisha unatumia yai kila siku. Tumia yai moja kila siku, utaweza kuimarisha afya yako. Yaani afya yako itaweza kuwa imara zaidi. Na wengi hili jambo hawalifahamu. Hili jambo hawaambiwi, lakini ukweli utabaki kwamba unapotumia mayai kila siku, unapotumia yai kila siku moja, ndugu yangu, unatengeneza afya yako isivyo kawaida. Lakini pia ni chakula kamili kwa bei nafuu. Hiyo ni faida nyingine jamani. Ikiwezekana unaweza ukafuga kuku wako hapo nyumbani. Fuga kuku wako, kula mayai, sio mayai. Fuga kuku wa kienyeji. Sawa, fuga kuku wa kienyeji, ataweza kukusaidia kabisa, ambayo mara zote hawa kuku wanakuwa na virutubisho vyote muhimu kwa mwili na kwa gharama ndogo kabisa. Sasa umejifunza nini hapo kwenye upande wa mayai? Niambie hapo chini kwenye comment. Lakini pia kama wewe ulikuwa unakula yai kila siku, tuambie ni faida gani ambazo umezipata. Kumbuka, kama ni mara ya kwanza kufuatia channel yetu, basi usahau kusubscribe na ucomment ili uweze kuwa mtu wa kwanza kupata dondoo za kiafya tunazozituma kila siku. Kama utakuwa na changamoto ya kiafya, niambie hapo chini kwenye comment ili tuweze kupata kuwasiliana zaidi, ili uweze kupata msaada mzuri. Endelea kushare video hii ili wengi waweze kufaidika. Karibu na Mungu apate kukubariki.